Ndio maamiri jeshi wakuu kule, wakuu wa mikoa na marasi huko ndio wasaidizi wa karibu, ndio mko na kamati za ulinzi na usalama. Nyinyi ndio maamiri jeshi wakuu kule. Jukumu la kuhakikisha eneo lako liko salama. Na hilo nawashukuru. Kama nyinyi au kamati za ulinzi kule, lakini nawashukuru. Tanzania tuko salama. Kwa hiyo kazi inafanyika vizuri. Lakini tunapozungumza usalama, ni usalama wa aina zote. Usalama mkubwa unaoletwa na mabadiliko ya dunia sasa hivi ni usalama wa vijana wetu. Usalama wa vijana wetu. Kuna miradi mingi inapata pesa nyingi huko chini. Na ukiangalia yote mengi inajielekeza kwenye eneo la afya, mazingira kidogo, wanaingia kwenye maeneo ambayo watawapata vijana wetu na watuharibie. Sasa simamieni hiyo miradi. Kuweni na jicho uzuri huko chini. Miradi inayokuja kwako lengo lake ni nini? Inafanya nini? Usiulize pesa yao, watakuwa wakali. Lakini ujue inafanya nini katika eneo lako? Inafanya nini? Dunia inabadilika. Tena vikubwa sana mpaka inasikitisha. Unakwenda kwenye mkutano, analetwa mtu ndio anakuja kufungua mkutano. Mwanamume anakuja, jamani hamjambo, ndio haya karibuni, tunafurahi kuwa na nyie na nini, lakini mimi sikuja peke yangu, nimekuja na mume wangu. Ngoja nimuintroduce mume wangu. Mwanamume. Au anakuja mwanamke na sasa nimekuja na mke wangu. Au nimekuja na mume wangu, mwanamke. Lakini wanatufanyia makusudi ili tuizoee ile hali. Wanapo penetrate huku kwetu kuja kutuharibia, tuone si ya kawaida. Ndugu zangu, si ya kawaida. Nye wote hapa waumini, madhehebu moja au nyingine, dini moja au nyingine, wote waumini. Haya mambo yanakatazwa kwenye vitabu vyetu. Lakini Waafrika tuna utamaduni wetu. Kwa hiyo kazi yenu ni kulinda vijana wetu, kustick kwenye tamaduni zetu. Tamaduni za nje zisituharibie. Lakini usalama wa pili ni kuhakikisha kwamba watu wana chakula cha kutosha. Panapokuwa na chakula cha kutosha, kawaida hakuna vurugu. Mtu anaweza kustahamili. Watanzania wetu wamestahamili miaka kadhaa hakuna maji. Lakini kwa sababu alikuwa anayapata mitoni wapi ya kuokota, inawauma, lakini wamestahamili. Panapokosekana chakula, hakuna stahamala. Kwa hiyo kila mwenye mkoa, mkuu wa mkoa, rasi, wakuu wa wilaya, kahakikisheni vijana wetu wanaingia kwa wingi kwenye programu ile ya kuhakikisha tuna chakula cha kutosha.